kumshukuru Mungu kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kukutana mahali hapa kwa ajili ya kuhitimisha mafunzo haya muhimu kwa watumishi wanaosimamia shughuli za gara kwa msimu wa mbaazi na dengu kwa mwaka 2026-2027. Ndugu watumishi wa WRB na washiriki wa mafunzo, ni furaha na heshima kubwa kwangu kusimama mbele yenu leo kama mgeni rasmi katika hafla hii muhimu sana na kufunga mafunzo ya watendaji muhimu katika gara walioshiriki katika mafunzo ya stakabadhi za gara. Hafla hii inaashiria dhamira ya taifa letu kuimarisha mifumo ya biashara ya mazao kwa njia za kisasa, uwazi na kumletea mkulima tija. Ndugu washiriki wa mafunzo, Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Gara WRB ni taasisi chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara iliyoundwa kwa sheria namba 4 sura ya 339. Bodi imepewa majukumu chini ya sheria hiyo ikiwemo kutoa leseni kwa waendesha gara, meneja dhamana na wakaguzi wa gara. Azma ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwezesha matumizi ya mfumo rasmi katika mauzo ya mazao ili kuleta manufaa kwa wakulima, wafanyabiashara na serikali kwa ujumla. Kabla ya kila msimu wa mauzo ya mazao yanayohifadhiwa kupitia mfumo wa kwanza, bodi huandaa mafunzo kwa wadau wake, hususan wafanyakazi watano wa sheria katika gara ambao ni meneja wa gara, afisa ubora, karani wa utunza kumbukumbu, karani wa mizani, mtunza store. Aidha, kwa kipindi hiki bodi imeongeza wadau wengine muhimu ambao ni meneja dhamana ambaye ni collateral manager na mweka mali ambaye ni depositor. Aidha, wadau wengine wenye nia ya kujifunza shughuli za usimamizi wa gara kama vile wakurugenzi wa kampuni za waendesha gara, wanunuzi, wasafirishaji wanakaribishwa kujifunza. Natambua kuwa mafunzo haya yalianza rasmi tarehe 3 na kuhitimishwa leo tarehe 7 Julai 2026 katika ukumbi huu wa Edema Hotel Morogoro. Katika mafunzo haya tuna jumla ya washiriki 103 ambao wamepatiwa mafunzo ikiwemo wanawake 43 na wanaume 60, ambapo washiriki hao wamegawanyika katika nyanja mbalimbali ikiwemo wakurugenzi wa makampuni, meneja wa gara, watunza kumbukumbu, karani wa mzani, wataalamu wa ubora na watunza store. Idadi ya washiriki kutoka kampuni mbalimbali ni 61 na washiriki binafsi ni 42. Ndugu washiriki wa mafunzo, katika mafunzo haya yamefundishwa mambo mbalimbali ikiwemo namna ya kusimamia mfumo wa stakabadhi za gara, sheria inayosimamia mfumo, kanuni na miongozo yake, wadau wa mfumo wa stakabadhi za gara, namna mfumo wa stakabadhi za gara unavyofanya kazi na utaratibu wa kupakia, mapokezi na utoaji wa bidhaa katika kazi data ya bodi. Ndugu watumishi wa WRB na washiriki wa mafunzo, mfumo wa stakabadhi za gara ni sehemu ya mageuzi katika sekta ya kilimo unaowezesha biashara ya mazao ya kilimo kufanyika kwa uwazi kwa kutumia taarifa sahihi za mazao yaliyohifadhiwa katika gara kwa kuzingatia taratibu za ubora. Mfumo huu umekuwa chachu ya mabadiliko ya kweli katika mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo, ambapo imewezesha kutoa uhakika wa ubora wa bidhaa, kuweka utaratibu wa kupata taarifa za soko na mauzo ya kuaminika kwa wadau mbalimbali, kuongeza ushiriki wa wafanyabiashara wazawa katika biashara ya kimataifa, kuongeza ajira, hivyo kutoa mchango katika juhudi za kukuza uchumi na ustawi wa jamii, kuongeza upatikanaji wa maeneo bora ya kuhifadhia mazao, kuongeza mnyororo wa thamani, kupunguza hasara za baada ya kuvuna na kuimarisha uhakika wa chakula. Katika muktadha huu, nyinyi washiriki wa mafunzo haya ni watendaji muhimu wa kuwezesha ufanisi katika usimamizi wa shughuli za mifumo ya stakabadhi. Uaminifu, weledi, maadili na uwezo wenu wa kuwasiliana kwa uwazi wa wadau ndio msingi wa mafanikio ya mfumo huu. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kuzingatia umuhimu wa mfumo wa sekta ya kilimo, napenda kuwakumbusha na kuasisitiza katika masuala yafuatayo.
kufanya kazi katika misingi ya uadilifu. Kumbukeni kuwa stakabadhi ya ghala ni nyaraka ya sheria yenye uzito wa thamani kubwa. Kuendelea kujifunza, mafunzo haya ni mwanzo tu. Dunia ya biashara ya mazao inabadilika kila siku na teknolojia inakuwa. Kutoa taarifa sahihi za bidhaa zinazohifadhiwa katika ghala na uwazi na wakati imeaminiwa na serikali, wanunuzi, wakulima wa taasisi za fedha, hivyo mtunze dhamana mliopewa. Ndugu watumishi wa WRB na washiriki wa mafunzo, nawashukuru kwa dhati WRB kwa kuandaa mafunzo haya muhimu. Hii ni ishara kuwa taasisi zetu zinaelewa kuwa maendeleo ya sekta ya kilimo hayaji kwa bahati mbaya, bali kwa maandalizi, maarifa na maadili ya watendaji wake. Pia nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa dhati nyinyi washiriki wa mafunzo haya ambayo yamekuwa na muktadha wa kiutendaji, yakihusisha nadharia, mazoezi kwa vitendo na hatimaye mitihani ya mwisho wa kupima uelewa, ambapo watakaofaulu watapatiwa vyeti mwisho wa mafunzo haya. Mwisho, ndugu watumishi wa WRB na washiriki wa mafunzo, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha mifumo rasmi katika mauzo ya mazao kilimo, yaani uhifadhi kupitia mfumo wa stakabadhi za mauzo kupitia soko la bidhaa Tanzania, yaani TMX. Hivyo nasisitiza tutumie maarifa mliopatiwa na wataalamu wenu ili muweze kutekeleza majukumu yenu kwa uadilifu na weledi, hatimaye kuimarisha mfumo wa stakabadhi za ghala na uchumi wa taifa letu. Nawashukuru kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.